Karibu kwenye chaneli yetu ya Suka TV. Leo tunazungumzia mada muhimu sana, matunda ambayo mama wajawazito wanapaswa kuepuka. Ingawa matunda ni chanzo kizuri cha vitamini na madini, si yote ni salama wakati wa ujauzito. Swali la kujiuliza, kwa nini baadhi ya matunda hupaswa kuepukwa? Moja, enzymes na kemikali fulani. Baadhi ya matunda yana viambato vinavyoweza kuchochea uterus na kusababisha uchungu wa mapema. 2. Sukari nyingi. Matunda yenye sukari nyingi huongeza hatari ya gestational diabetes. 3. Asidi kali au sumu ndogo. Baadhi ya matunda yana asidi au viambato vinavyoweza kusababisha kichefuchefu, kuharisha au madhara kwa watoto. Ifuatayo ni orodha ya matunda ya kuepuka kipindi cha ujauzito. 1 ni nanasi au pineapple. Nanasi lina enzymes inayoitwa bromelain ambayo inaweza kulegeza misuli ya kizazi. Hatari yake, linaweza kusababisha contractions mapema na kuharibu mimba, hasa katika trimester ya kwanza. Ushauri: epuka nanasi bichi au kula kwa kiasi kidogo sana. 2. Papai bichi, unripe papaya. Papai bichi lina latex na enzymes zinazochochea uterus. Hatari yake ni kuharibu mimba au kusababisha contractions zisizohitajika. Ushauri: papai lililoiva linaweza kuliwa kwa kiasi, lakini papai bichi ni hatari kabisa. 3. Zabibu kwa wingi. Zabibu zina resveratrol na sukari nyingi. Hatari yake ni kuongeza shinikizo la damu na hatari ya gestational diabetes. Ushauri: kula kwa kiasi kidogo tu, hasa kama una historia ya matatizo ya sukari. 4. Tende kwa wingi. Tende ni high calorie na uchochea uterus. Hatari yake ni kuongeza uzito kupita kiasi na contractions zisizohitajika. Ushauri: kula kwa kiasi kidogo, epuka ulaji wa mara kwa mara. 5. Lychee na longan. Matunda haya yana sukari nyingi na huongeza joto mwilini. Yana hatari ya gestational diabetes na kichefuchefu. Ushauri: epuka kula kwa wingi, hasa kama una matatizo ya sukari. 6. Bitter melon au karela. Tunda hili lina alkaloid na glycoside ambazo ni sumu ndogo. Hatari yake ni kuathiri ini na kusababisha kuharisha. Ushauri: epuka tunda hili kabisa kipindi cha ujauzito. Kwa kifupi, matunda ya kuepuka ni nanasi, papai bichi, zabibu kwa wingi, tende kwa wingi, lychee, longan na bitter melon. Badala yake zingatia matunda salama kama ndizi, maembe, machungwa, tikiti maji na mapera. Kumbuka, kila mama mjamzito ana hali tofauti, hivyo ni vyema kushauriana na daktari kabla ya kubadilisha lishe. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa elimu zaidi kuhusu afya ya mama na mtoto. Unaweza kuniachia swali au maoni sehemu ya comment, kulike na kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika, kuhabarika na kuburudika kupitia chaneli hii. Asante kwa kufuatilia Suka Media na kutazama Suka TV.